Kiongozi wa muungano wa waasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaojumuisha kundi la M23, Corneille Nangaa, amesema kuwa mkataba kati ya Kinshasa na Washington kuhusu madini muhimu katika mkoa unaokumbwa na vita ni batili kisheria, wenye mapungufu makubwa na hali yake inatia shaka kuhusu utekelezaji wake. Nangaa, anayesimamia Alliance Fleuve Congo AFC, alikuwa akirejelea makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati yaliyosainiwa Washington Disemba 4 mwaka jana, ambayo yangewezesha Marekani kupata ufikiaji mkubwa wa madini muhimu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ubadilishanaji wa uwekezaji na ushirikiano wa usalama. Katika mahojiano na chombo kimoja cha habari mjini Goma, Nangaa alisema kuwa mpango huo una mapungufu ya uwazi na mapungufu ya kisheria, akirejelea kile alichokiita ukosefu wa uwazi katika mazungumzo na mapungufu ya taratibu, hasa ukiukwaji wa katiba na sheria. Ukosoaji wa Nangaa unaibua maswali zaidi kuhusu uwezekano wa uwekezaji wa Marekani mashariki mwa Kongo, mkoa uliokumbwa na vita mwaka mmoja baada ya M23 kuchukua Goma, mji mkubwa zaidi wa mkoa huo, katika shambulio la ghafla. Sehemu kubwa ya madini muhimu mashariki mwa Kongo DR, ikiwa ni pamoja na coltan, ziko katika maeneo ambayo sasa yanashikiliwa na M23, ambayo imechukua eneo kuu la migodi kama Rubaya huko Kivu ya Kaskazini. Nangaa alisema kuwa maeneo ya migodi yaliyotolewa kwa Washington yanaweza baadaye kuwa chanzo cha migongano, kwa sababu tayari yanaweza kuwa yametolewa kwa washirika wengine. Na hapa namnukuu, Wamarekani wanaweza kuwa wamesaini mkataba huo, lakini wanapaswa kujua kuwa walisaini na utawala usio halali na pia ulio na ufisadi mkubwa. Kwa upande mwingine, ikulu ya Kinshasa ilikanusha shutuma za Nangaa, ikisema ushirikiano huo uko ndani ya mamlaka ya kikatiba ya rais na serikali walioichagua. Ikulu hiyo ilisema hofu kuhusu migongano na wamiliki wa mikataba ya awali ni makadirio tu, na kwamba ushirikiano wowote utafuata mikataba halali na kanuni za madini za nchi hiyo. Serikali ya Kongo DR imesema kuwa ushirikiano huo utawasilishwa kwa wabunge kwa ajili ya idhini mwezi Machi mwaka huu.